Naam, habari za wakati huu, karibu tena ndugu mpenzi mtazamaji kwa taarifa zinazojiri muda huu. Mfanyi biashara Niffer mapema leo amefikishwa mbele ya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kufunguliwa mashtaka baada ya kukamatwa siku kadhaa, na kesi aliyofunguliwa ni kesi hatari sana nchini Tanzania, kesi ya uhaini. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe kabla tuendelee. Awali, mama mzazi wa Niffer mapema leo alionekana katika video akilia na kumpigia magoti na kumwombea msamaha Niffer kwa Rais Samia Suluhu Hassan na Jamhuri, lakini juhudi zake za kuomba msamaha ziliambulia patupu. Jijini Dar es Salaam, Tanzania, Ijumaa Novemba tarehe 7 mwaka 2025, ambayo ni siku ya leo, mahakama ya hakimu mkazi Kisutu ilisikilizwa na taifa, huku mashtaka mapya yakisomwa dhidi ya mfanyabiashara maarufu Jennifer Jovin maarufu kama Niffer pamoja na watu wengine 21 wanaodaiwa kuwa washirika wake. Kulingana na hati ya mashtaka iliyowasilishwa mbele ya mahakama hiyo leo, washtakiwa wote 22 pamoja na Niffer wanakabiliwa na makosa matatu, ikiwemo kosa la uhaini na njama ya kupindua amri ya kikatiba. Kesi hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu utulivu na usalama wa kisiasa baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ambao ulikuwa na utata mkubwa. Kulingana na toleo la BBC Swahili News, limeweza kuwafichulia wale ambao hawafahamu sheria ya Tanzania ya kwamba kesi ama shtaka la uhaini huwa halina dhamana na adhabu yake ni kifo peke yake. Nikirejelea ripoti iliyochapishwa na Jambo TV mapema leo, nikinukuu, ilisema kutokana na mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam leo Ijumaa Novemba tarehe 7, mfanyabiashara Jennifer Jovin Niffer na wenzake 21 wamesomewa mashtaka matatu ya uhaini. Kosa la kwanza linalowahusu washtakiwa wote 22, ambapo ni kwamba kwa pamoja wamekula njama ya kutenda kosa au kupanga uhalifu ambao ni uhaini. Kosa la pili ambalo ni la uhaini linawahusu washtakiwa 21 isipokuwa mshtakiwa mmoja pekee ambaye ni Niffer, ambapo washtakiwa walianzisha nia ya kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kutishia mamlaka na wakatekeleza nia hiyo kwa kufanya vurugu ambazo zilisababisha uharibifu wa mali za umma. Na kosa la tatu la uhaini pia linamhusu mshtakiwa namba 1 pekee ambaye ni Niffer, ambapo alihamasisha watu kuvuruga uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 na kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka dukani kwake. Wakati maelezo hayo yakiendelea mahakamani, mwendesha mashtaka mkuu alisisitiza kwamba serikali ina ushahidi wa kina na wa kidijitali, ikiwa ni pamoja na rekodi na machapisho ya mtandaoni ambayo yanaonyesha ujumbe wa Niffer haukuwa tu wa uchochezi bali pia ulipangwa. Mamlaka zinadai kwamba alitumia umaarufu wake mtandaoni kama mfanyabiashara na mshawishi ili kuleta itikadi kali kwa vijana ambao baadaye walijiunga na maandamano hayo na kuzua machafuko. Kulingana na maafisa hao wa sheria, mtindo huu unaakisi machafuko ya hapo awali katika kipindi cha baada ya uchaguzi wa Tanzania, ambapo harakati za kidijitali mara kwa mara zimebadilika na kuwa makabiliano ya kimwili. Hesabu ya tatu, ambayo inaangazia Niffer pekee, inamtia rangi kama mchochezi mkuu. Inadai kuwa aliendelea kuwahimiza raia, hasa Gen Z, kuwapinga maafisa wa sheria wa kutekeleza sheria hata baada ya serikali kutangaza maandamano hayo kuwa haramu. Mwendesha mashtaka alisema ujumbe wa Niffer ulikwenda mbali zaidi kwa kuwahimiza raia kununua vinyago ama maski ama barakoa za kuzuia mabomu ya machozi kutoka kwa duka lake la kifahari na kutayarisha kama maandalizi ya kile alichokieleza kama mapambano ya kidemokrasia. Wachunguzi wameonyesha hili kama ushahidi wa muungano wa kimakusudi wa kibiashara na kisiasa ili kuendeleza vuguvugu la upinzani. Nje ya mahakama, umati mkubwa ulikusanyika, wengine wakiimba kwa mshikamano na Niffer, wengine wakidai haki kwa wale walioathiriwa na ghasia hizo. Wafuasi wake walipeperusha mabango wakinukuu vipande vya ujumbe wa Niffer wakisema alikuwa akilengwa kwa kusema ukweli. Wakati huo huo, wafuasi wa serikali walidai kuwa kukamatwa kwake ilikuwa hatua muhimu ili kurejesha utulivu baada ya miezi kadhaa ya mvutano unaoongezeka.
Polisi walijituma sana kuzuia makabiliano, ikisisitiza jinsi kesi hiyo imekuwa ya ubaguzi katika hali ya kisiasa ya Tanzania. Ndani ya chumba cha mahakama, Niffer alionekana mtunzi, lakini alikaidi, kwani alikana mashtaka hayo yote. Timu yake ya utetezi ilisema kwamba machapisho yake kwenye mitandao ya kijamii yalikuwa matamshi ya uhuru wa kujieleza na sio kuchochea vurugu. Walielezea ujumbe wa Niffer kama jaribio la kutaka uwajibikaji na uwazi na sio uasi. Upande wa mashtaka, hata hivyo, ulipinga kwamba uhuru wa kujieleza hauenei hadi kwenye hotuba ambayo husababisha uharibifu, vifo na machafuko ya kijamii. Waangalizi wamebainisha kuwa kisa hiki kinaweza kuwa mtihani madhubuti wa jinsi Tanzania inavyotumia kujieleza kidijitali katika enzi ya wanaharakati wa mitandao wa kijamii. Wachambuzi wanasema ujumbe wa Niffer umeibua mjadala kuhusu mstari mwembamba kati ya upinzani wa kisiasa na uchochezi, hasa baada ya maandamano ya Oktoba mwaka wa 2025 ambayo yalisababisha mauaji ya watu kadhaa na mamia kukamatwa. Serikali imesisitiza kuwa sheria na utaratibu lazima vitawale dhidi ya uasi wa kidijitali usiojali. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yakiwemo Amnesty International na Human Rights Watch yametaka kuwepo kwa uwazi katika kushughulikia kesi hiyo. Wanaonya kuwa mashtaka kama haya yanaweza kukandamiza mazungumzo halali ya kisiasa nchini, lakini wasemaji wa serikali wanashikilia kuwa ujumbe wa Niffer ulihatarisha moja kwa moja usalama wa umma na kwamba wale waliohusika na kuchochea ghasia lazima wawajibike. Jumuiya ya kimataifa inaendelea kuangalia kwa karibu jinsi Tanzania inavyoweka usawa wa utulivu na uhuru wa kujieleza. Ripoti zinaonyesha kuwa idara za ujasusi zilianza kufuatilia ujumbe wa Niffer miezi kadhaa kabla ya maandamano kuzuka. Wachambuzi wa usalama wanadai kuwa mitandao ya mtandaoni iliyounganishwa kwenye akaunti yake ilishiriki njia za maandamano, maeneo ya mikutano na kauli mbiu za kuipinga serikali ambazo zilisaidia kuratibu maandamano. Ingawa utetezi wake umepuuza haya kama sadfa, mwendesha mashtaka anasisitiza kwamba uratibu ulikuwa wa kimfumo sana hivi kwamba haungeweza kutokea kwa bahati mbaya. Hali ilikuwa ya wasiwasi mahakamani, huku mashahidi wakielezea machafuko yaliyotokana na maandamano hayo. Wengi walizungumza kuhusu mapigano ya polisi, kufunga barabara na kuharibu biashara, wakiunganisha matukio na ujumbe wa Niffer ambao ulihimiza ukaidi. Shahidi mmoja alishuhudia kwamba maelfu ya vijana walihamasishwa na nyadhifa zake, wakimwona kama ishara ya ujasiri dhidi ya ukandamizaji wa serikali. Upande wa mashtaka, hata hivyo, ulisema kwamba huo unaitwa ujasiri uliosababisha kupoteza maisha bila ya lazima. Ni hayo tu mtazamaji niliyokuandalia katika video ama taarifa hizi. Nijuze maoni yako. Je, unadhani ni sawa kwa Niffer kuhukumiwa na kosa la uhaini mahakamani, ama je unalipi la kusema? Upande wa comment section. Vile bonyeza alama like kisha subscribe, alafu nijuze maoni yako, kisha bonyeza box hicho kwenye screen yako, kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya.